Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesisitiza kuwa wananchi wanatakiwa kutunza vyanzo vya maji, na pia ametoa salamu alizotumwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Waziri mkuu ameshindwa kujizuia na kusimulia matukio ambayo yalishawahi kumkuta wakiwa wanatafuta maji na wenzake. Sasa nikupeleke moja kwa moja ukasikilize kile alichokizungumza waziri mkuu. Pia usisahau kusubscribe au kuweka komenti yako hapa. Huyu hapa waziri mkuu akizungumza na kutoa historia yake walipokuwa wakitafuta maji. Kubaliana nami kwamba mafunzo kazini yana umuhimu mkubwa sana katika kuimarisha utendaji wa shughuli za kila siku. Aidha, mafanikio yeyote katika sekta zetu hizi hayawezi kupatikana iwapo watendaji katika ngazi zote hizo hawataandaliwa ipasavyo. Kwa nipongeze hatua hii ya kuwa na mkutano huu wenye ajenda mahususi ya kuwanoa watendaji wa sekta ya maji. Niwaletee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawasalimia sana. Ana imani kubwa sana na ninyi. Ajenda yake, matokeo ya ajenda yake ya kumtua mama ndoo kichwani inawategemea ninyi. Wamenituma niwasalimie, lakini nakuambia kwamba ajenda yake kufanikiwa inawategemea ninyi. Mpokee pia salamu kutoka kwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi. Anawasalimia sana, naye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Kadhalika mpokee salamu kutoka kwa Daktari Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Anawapongeza kwa kazi kubwa mnayofanya. Mheshimiwa Waziri, pamoja na timu yako na sote tulioko humu tunakumbuka kuwa maji ni uhai, na kutokana na umuhimu wake kwa maisha ya binadamu na viumbe vingine, maji yameendelea kuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya kila sekta. Nilipokuwa nawapongeza kwa kazi kubwa mnazofanya, pamoja na kwamba bado tuna kazi kubwa pia iliyoko mbele yetu, lakini ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa Waziri wetu, Mheshimiwa Rais ametutoa mbali na tumeshapiga hatua katika sekta hii ya maji. Wengine mnaotokea kwenye mikoa ambayo ilikuwa na vyanzo mbadala vya maji, mnaweza msielewe sana hii maana ya tumetoka mbali. Lakini mimi nadhani pamoja na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tunaweza tukawapa ushuhuda huo. Mimi nakumbuka ningali shule ya msingi kwa mkoa wa Singida, maeneo mengi ilikuwa ikifika mwezi wa 7 shule zote mnasoma nusu siku, ili wanafunzi muondoke mkatafute maji kilomita 20-25, na ukitoka kwenye saa 7 shuleni saa 9 ukusanye vibuyu vyako, vinaitwa vibuyu, kurudi ni saa 5 usiku, saa 6 ndio unarudi na maji. Mtu akijikwaa akidondosha maji analia kama kapata msiba, anapiga hesabu mwendo ambao alishautembea. Hiyo ndo ilikuwa sehemu kubwa ya nchi yetu ikiwa hivyo. Nakumbuka ukienda unatembea mwendo mrefu, unapata kiu ya maji
unachemka, kiu ya maji, unatamani ukaombe maji kwenye nyumba unazozipita, unapita nyumba 5 mpaka 6, jibu ni lile lile. Ukibisha hodi tu, na hapa inabidi ni jibu vile vile ambavyo ilikuwa inajibiwa. Unabisha hodi, hodi, anaitikia Tilikamazi. Haijalishi ulikuwa unaenda kufanya nini, wanakujibu hakuna maji. Kwa hiyo chumba chenye maji kilikuwa kinafungwa kuliko chumba chochote. Hiyo ndo status iliyokuwa ya maeneo mengi. Na mimi nakumbuka sana kwa sababu nilipata kaulemavu kalishakuwa kama kakudumu, kidole changu hakikurudi tena hali ya kawaida. Ambako niliumia tukiwa tunachimba maji kwenye visima vile vya asili vile. Kwa hiyo tumepiga hatua, tumeshafanya kazi kubwa. Mpaka maeneo yote haya tunakopita tunapata shuhuda za wananchi wanaoelezea jinsi ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan amekuamua miradi ambayo ilikuwa imeshindikana, lakini pia amebuni miradi mipya kwenye maeneo ambayo yalikosa vyanzo vya maji katika maeneo husika. Mojawapo ni jana tulipoenda kutembelea mradi ule. Lakini Mheshimiwa Waziri, umetoa mifano mingi na ya maeneo mengine ambayo imekuwa shida hiyo ya maji na imeweza kupatikana. Sasa kwa kuwa imewezekana katika haya maeneo ambayo yalikuwa na shida ya maji na sasa yamepata maji, sasa tuelekeze nguvu kwenye maeneo ambayo bado hayajapata maji. Natambua bado tuna maeneo ambayo watu wanapata shida ya maji. Bado yako maeneo hayo ambayo bado watu wanapata shida ya maji. Mheshimiwa Waziri, umesema takriban vijiji 1500. Sasa nguvu na mikakati na jitihada mbalimbali za kusimamia rasilimali za maji, tukishirikiana na wadau mbalimbali ili tuweze kuendeleza mafanikio haya kwa kumaliza kabisa matatizo ya maji katika maeneo ambayo bado hayana maji. Sisi hapa tulioko hapa tunaweza tusiimagine maisha ni magumu kiasi gani kwa watu ambao hawana maji. Kati yetu hapa nani anatokea eneo ambalo halina maji? Yupo? Sijaona mkono. Maana yake ni ngumu sana kuimagine jinsi wale watu ambao ni ngumu sana kuimagine wanapanga vipi maisha yao ya kila siku bila maji. Ndio maana tunatakiwa, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema, tunatakiwa tushinde site pale ambapo fedha ipo na wananchi wanahitaji maji. Hatutaki kuchelewesha hata kwa nusu saa maji ambayo yalitakiwa yameshapatikana. Kupanga maisha bila maji ni jambo gumu sana. Tuongeze maeneo ya vyanzo vya maji vya hifadhi ya maji vilivyotangazwa kutoka kwenye vyanzo 18 mwaka 2020 hadi 68 kwa mwaka 2025, na kutangazwa kwa maeneo ya vyanzo hivyo kumeimarisha uwekaji wa mipaka na uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji. Na hili sio la kwenu tu, hili ni jambo la serikali nzima, ni jambo la kila Mtanzania, kwa sababu hatutapata maji kama hatuna vyanzo. Vyanzo haviletwi na serikali. Hili ni jambo la nchi. Serikali inaweza ikahangaikia mambo ya budget, lakini kama tutaua vyanzo vyote vya maji, hata kama budget ipo, tunayo mifano ya mikoa ambayo tumejaribisha pamoja na kuzipeleka budget pale, pamoja na kupeleka fedha pale, tunakosa maji.
Kwa hiyo hili jambo la kutunza vyanzo vya maji, nadhani umesikiliza kile alichokizungumza waziri mkuu hapo. Amesisitiza kuwa sisi wenyewe ndio tuwe chanzo cha kutunza vyanzo vya maji. Nikukumbushe tu kwa wewe unayetufuatilia kupitia YouTube, usisahau kusubscribe, ila kama unatufuatilia kupitia Instagram na Facebook, usisahau kutufollow hapo juu. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako King Fenya, tutaonana kwa mara nyingine. Usisahau kushare na kucomment.